Hii ni face to face. Hiki ni kipindi chako bora na pendwa sana kwa sasa, miongoni mwa vipindi ambavyo vinafanya kazi nzuri zaidi katika nchi yetu ya Tanzania. Basi lazima utaje kipindi cha face to face. Hiki ni kipindi ambacho mahususi yake au mlengo ni kwa ajili ya kukutana na watu uso kwa uso, na ndio maana kinajieleza chenyewe kwa maana kwamba kimejitosheleza. Kinaitwa face to face. Huwa tunawatembelea baadhi ya watu mbalimbali, lakini watu ambao wana impact katika jamii. Nini wanafanya katika jamii? Inawezekana akawa ni mwanamuziki, akawa ni mwanasiasa, akawa ni mtu yoyote, lakini ambaye jamii huwa inanufaika na yeye kwa namna moja au nyingine. Face to face leo hii tupo na Mheshimiwa Fahadi Mlali ambaye yeye ni mwenyekiti wa serikali za mtaa wa Kinyamwezi, lakini lengo zaidi kufika katika ofisi hizi ni kuweza kupiga naye story 2-3, tuzungumze naye machache tu. Hiki ni kipindi kisichozidi dakika 20, lakini utajaribu kuzungumza na ndugu zetu kuweza kujua baadhi ya mambo machache tu ambao wametuvutia hadi tumeweza kufika ofisini kwake. Mr. Mlali, kwanza hongera sana, unafanya kazi nzuri sana, tukupe hongera sana katika hilo. Ni kongole zako zikufikie, kwa maana kwamba kitu ambacho nakifanya jamii inakipokea kwa mikono miwili. Hongera sana kwa hiyo. Asante sana, nashukuru. Okay, lakini pia nataka utuambie kwa research zetu ambazo tumezifanya, tumeona kuna baadhi ya mambo kadha wa kadha ambayo umekifanya katika mitaa yetu hii ya Kinyamwezi, lakini na nje kidogo ya maeneo ya Kinyamwezi. Tunazungumzia katika kata ya Pugu. Tumeona umeamua kufanya marekebisho ya ofisi za chama tawala ambacho kinapatikana maeneo ya Kinyamwezi, katika maeneo ya Kinyamwezi B, maeneo ya Mbwa ya Samaki. Labda unahisi ni kwa nini sasa uliweza kusukumwa kuweza kufanya jambo kama hilo? Tumeona umepeleka pale saruji, umepeleka pale nondo, tofali na kadhalika. Nini hasa kimekusukuma kuweza kufanya kitu kama hicho? Asante sana ndugu mwandishi. Kwanza kipekee kabisa napenda kukushukuru kwa uwepo wako hapa. Ila kitu ambacho kimenipelekea kufanya hivyo ni moja ya ahadi zangu ambazo niliziahidi. Okay. Wakati nafanya kampeni. Kati ya ahadi ambazo niliwaahidi wananchi wangu wa Kinyamwezi, nilisema kwamba nitajenga ofisi za chama. Okay. Kwa sababu ofisi za chama ndani ya mtaa huu wa Kinyamwezi ni hakuna. Hivyo nimesukumwa na kukamilisha ahadi zangu ambazo nilishaziahidi. Okay. Hivyo sasa nimetimiza mwaka mmoja ndani ya uongozi wangu. Nikasema sasa ni wakati wa kukamilisha ile ahadi ambayo niliahidi wananchi wa Kinyamwezi. Okay. Nataka utuambie wananchi sasa ambao ni wanaoishi katika maeneo ya Kinyamwezi au wakazi wa Kinyamwezi, wao wananufaika vipi na ofisi ya chama tawala? Kwa sababu naamini kama unaenda kufanya ujenzi au marekebisho katika ofisi za chama, hiyo ni kwa manufaa ya Chama cha Mapinduzi na sio wananchi. Katika uongozi wangu yapo mambo mengi niliyoyafanya katika uongozi wangu kipindi cha mwaka mmoja, mambo ya kiserikali ambayo yanajumuisha wananchi wote kwa pamoja. Lakini kwa sasa hivi kwa mwaka huu ambao tunauanza, tunaenda kumaliza 2025, tunaenda 2026, ni wakati sasa kukijenga chama. Sababu hata mimi mwenyewe nilivyokaa hapa nimewekwa kwa ajili ya chama changu cha Mapinduzi. Hivyo natekeleza ahadi ambayo niliahidi. Haya ni matekelezo ambayo nilishayasema na kwa sasa hivi nafanya kwa vitendo. Okay, kwa hiyo tunakubaliana sasa kwamba umefanya ni kwa ajili ya kulipa fadhila kwa chama tawala na sio kufanya kwa ajili ya wananchi. Ni sahihi kabisa. Okay. Lakini pia tumeona Mheshimiwa Mlali una ziara mbalimbali ambazo umezifanya katika mtaa wa Kinyamwezi. Unahisi ziara ambazo unazifanya kupita mtaani, kuzungumza na wananchi, kuzungumza na watu ambao ni wakazi wa maeneo ya Kinyamwezi, unahisi inaenda kuleta mabadiliko gani au taswira gani katika uongozi wako? Kiukweli wananchi wanahitaji huduma, na huduma ambazo wanazipata, kuna siku ambazo nimezitenga kwa ajili ya kuonana nao, kwa ajili ya kuwasikiliza na kutatua changamoto zao. Hivyo kuna wakati ofisi tunaiacha, tunaenda site kwenda kusikiliza na kutatua kero zao huko mtaani. Hichi kitu ambacho nimekifanya ni kitu ambacho kinaonyesha uongozi bora pamoja na uzalendo. Kwenda mtaani kuweza kuzungumza na wananchi, naamini kuna baadhi ya changamoto mbalimbali ambazo tumekutana nazo. Je, unaweza ukatuambia vitu gani sasa ambavyo wananchi au wakazi wa Kinyamwezi wameweza kufikishia moja kwa moja ambazo ni miongoni mwa kero kubwa ambazo zinawakabili katika mtaa ambao unaoongoza? Cha kwanza ni kuna changamoto ya ardhi. Changamoto ya ardhi, lakini pia kuna shida ya mipaka. Kiachilia mbali na hiyo, pia kuna watu wa mikopo ambao wanasumbua mama hawa. Hivyo nimeshalifanyia kazi hilo swala. Lengo kubwa
ni kuhakikisha na wasaidia wananchi wangu wa Kinyamwezi, ni kuhakikisha mimi kiongozi wao wananituma na naweza kwenda popote, nikaenda nikabeba kero zao nikaziwasilisha sehemu husika. Mapokeo ya wananchi yamekuwaje baada ya kukuona sasa mwenyekiti wa serikali za mtaa umeweza kupita mtaani, au mimi niite ni chaka kwa chaka, kwa maana unapita sehemu moja kwenda sehemu nyingine? Mapokeo yao imekuwaje baada ya kuwafikia wananchi moja kwa moja katika mitaa ambao wanaishi au katika mitaa ambao wanaendelea na shughuli zao za kila siku? Mapokeo ni mazuri. Mapokeo ni mazuri, na hii tushazoea, waziri anafanya hivi, wabunge, lakini hichi kitu kimekuwa cha pekee sana kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Kwa wamepokea vizuri, wamenikaribisha na pia wamefurahi kwenda kutatua changamoto zao huko huko walipo mtaani. Ni namna gani sasa unaenda kuteki action zile kero zao mbalimbali ambazo wananchi wameweza kufikishia, na wewe ni namna gani sasa unaenda kwenda kuzitatua zile changamoto zao ambazo naamini baada ya kwenda site umevumbua baadhi ya mambo, nikiwa na maana kwamba unarudi sasa ofisini kwa ajili ya kwenda kufanya utekelezaji wa zile changamoto zao. Kwa hiyo ni namna gani unaenda kutatua zile changamoto ambazo umezikuta site baada ya kuingia kwenda kuzungumza na wananchi? Kuna kero ambazo za site, mfano kama za mipaka, ile inatatuliwa pale pale. Okay. Na kuna kero zingine ambazo zinatakiwa zitatuliwe ofisini. Na kuna kero zingine natakiwa nizibebe niziwasilishe kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya.